Mpenzi mtazamaji wa Cleo 24 TV, ukisikia sauti hii bila shaka unamkumbuka nani? Maana amani tuliyokuwa nayo kuipoteza ni jambo la sekunde, lakini kuirudisha itagharimu maisha. Oscar Mbano maarufu Oscar Nyerere ni mmoja ya msanii ambaye amekuwa akiigiza sauti za hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye kwa sasa ni balozi wa kampuni ya Soya One Limited iliyopo wilayani Tarime mkoani Mara. Anasisitiza umuhimu wa uwekezaji. Kwa jina halisi ninaitwa Oscar Peter Mbano, alimaarufu najulikana kwa jina Oscar Nyerere, lakini kulingana na umuhimu na kuyaishi na kuziishi falsafa za hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, familia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere imenipa jina la kizanaki, ninaitwa Mbonosi. Mimi ni mwigizaji wa sauti ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na viongozi wengine wa serikali, na ndo msanii pekee ninaoigiza sauti ya baba wa taifa. Tunajua wako wengi, lakini ukimzungumzia msanii pekee aliyolasimishwa kuigiza sauti ya baba wa taifa, na ndio maana unaona kwenye sehemu nyingi na mikutano mingi mimi natumika. Lakini pia ni balozi au ambassador tunasema wa kampuni inayojihusisha na uchimbaji wa madini inajulikana kwa jina la Soya One. Kauli mbiu yetu tunasema jamii kwanza. Tunaposema jamii kwanza, unajua watu wengi sasa hivi mtu akipata kitu, basi anapopata kitu anasahau ile hela afanyie nini. Lakini tunashindwa kuelewa kwamba kuna watu kama wahitaji. Kuna watu wana uhitaji wa vitu vingi sana. Wanatakiwa watu kama hao wafikiwe. Wameshafahamu vizuri. Lakini pia tunashukuru Soya One imekuwa ni mfano mkubwa sana. Tunaona namna ambavyo inaunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia unaona namna ambavyo wanapojitoa, kwa sababu wanasema unaweza ukawa na kingi lakini usiwe na ule moyo wa kutoa kwenda kugusa maisha ya watu. Balozi anaeleza sasa nini amejifunza kutokana na uwepo wa kampuni ya Soya One Limited. Kwa mimi binafsi kama balozi kuna vitu vingi sana nimejifunza. Mbali tu na kuwa balozi, lakini pia mimi nimekuwa sehemu ya kwangu pale Soya One pamekuwa kama sehemu ya shule, kwamba nakuwa najifunza vitu vingi, najifunza kwamba kumbe na mimi ninachokipata kuna asilimia natakiwa nitoe kwenda kugusa maisha ya wahitaji, kwa sababu Mungu ametupa neema ya uzima, ametupa neema ya afya njema. Hebu tuangalie, tupite hospitalini tuangalie, kuna watu wanapumulia kwenye mipira, kuna watu wanapitia changamoto mbalimbali. Wewe kama ni mzima wa afya, una nini cha kumpa Mungu? Nini hasa anavyozungumzia Tarime ya sasa baada ya kuteuliwa kwa balozi wa kampuni ya Soya One Limited? Mimi nakosa maneno sahihi ya kusema. Kiukweli nimekuwa excited sana kuwa Tarime, na nashukuru sana kampuni yangu ya Soya One Limited, kauli mbiu tunasema jamii kwanza, kwa kuona pia mimi nafaa kuwa ndo balozi mkuu wa kampuni hii, kuhakikisha kwamba tunaifikia jamii na tunafikia makundi mbalimbali. Oscar anatumia fursa hiyo sasa kuwasihi wawekezaji kuja Tarime kwa ajili ya uwekezaji ili kukuza uchumi wa Tarime. Mimi niwaambie tu wale waliokuwa na dhana, unajua kuna watu wanatamani kwenda kuwekeza sehemu, lakini unakuta wanaogopa kulingana na sifa ile eneo na nini, kwamba mtu akishasikia Tarime picha anakuja kwamba wanakatana mapanga, watu wanauana na nini. Lakini mimi nimekuwa ni shuhuda mmoja wapo wa hii wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara. Ni kuwaomba wawekezaji na kuendelea kuambia kwamba waweze kuja kuwekeza Tarime, kwa sababu hata ukiangalia nusu ya wawekezaji ambao wako Mwanza wametokea Tarime, ambao unaona wengine wako sijui Geita, wako wapi. Kulingana na sauti anayoigiza sauti ya baba wa taifa, sasa Oscar anaizungumziaje Mara? Mimi naambiwa na Mara, binafsi mimi Mara pamekuwa kama nyumbani. The way kulingana pia na kofia ya mtu ambaye ninayemwenzi, yeye ametokea mkoa wa Mara, pale Butiama, ambaye ni baba wa taifa, na ukizingatia pia mimi ni balozi wa foundation inaitwa JNF Joseph Muunda Nyerere Foundation, ambayo hii mkurugenzi anaitwa
Chief Muhunda Nyerere au Chief Wanzage, ambaye yeye anamuita hayati baba wa taifa, baba mkubwa, kwamba baba yake na chief huyu ambao ndio mkurugenzi wa hii taasisi, ambao pia mimi ni barozi, na baba wa taifa, baba huyu baba mmoja. Kwa hiyo yeye pia amenifanya kunitambulisha kwenye ile familia ikanikubali, na ndio mtu ambaye ananisupport vitu vingi. Anasema kuwa ushirikiano wa taasisi yake na kampuni ya Soya One Limited inazidi kuleta mwanga kwenye jamii, hususan katika suala la utunzaji wa mazingira. Majina anaitwa Chifu Muhunda Nyerere, ni mkurugenzi wa taasisi inayofahamika kwa majina ya Joseph Muhunda Nyerere, inayojikita na masuala ya upandaji miti, kutoa elimu ya mazingira, kulinda vyanzo vya maji sambamba na misitu. Taasisi yetu miongoni mwa wanufaika katika hali ya ushirikiano. Pia tumeanzisha mwaka 2024. Hivyo tulikuwa na kampeni ya upandaji miti katika mji wa Butiama, lakini tumekuwa sambamba sana na taasisi hii ya Soya One Limited ambao kwa na kauli mbiu au isemayo jamii kwanza. Sisi kama foundations tumekuwa pia kwa kushirikiana na Soya One tumeweza kupanda miti mingi katika eneo la Butiama. Hivyo nafarijika kuona kushirikiana sana na mkurugenzi Bwana Chacha kuweza kufanikisha ndoto yetu katika jamii ya Watanzania wote. John Amos ni mmoja ya mzawa wa Tarime, ni mnufaika wa kampuni ya Soya One Limited. Sasa anaeleza jinsi kampuni hiyo ilivyo mkombozi kwenye jamii. Asante sana. Kwa majina ninaitwa John Amos Mwita. Mimi ni mzawa wa wilaya Tarime. Pia mimi ni mnufaika wa kampuni ya Soya One, na tunazidi tunamwombea Mungu, tunamwomba Mungu ili aweze kusaidia ili watu wakaweze kufika maeneo haya kwa ajili ya kuwekeza. Nikiwa kama mzawa ni moja ya watu ambao tumenufaika kutokana na kampuni ya Soya One Limited, kutokana na kazi yake ya uzalishaji au uchimbaji wa madini ambao unafanyika katika wilaya yetu ya Tarime. Ule uchimbaji unaofanyika umepelekea kuweza kuajiri watu wameweza kuja kuajiriwa maeneo haya, wakajipatia kipato, wameweza kusomesha watoto, na yule Mungu aliyemsaidia kwa mipango yake pia wapo wanaweza kujenga nyumba zao. Kwa maisha yanaendelea kubadilika, lakini pia ni kutokana na mchango mkubwa au malengo makubwa ya taifa letu na serikali yetu Mama Samia, ambayo imekuwa ikizingatia ulinzi na usalama wa nchi yetu. Ndio maana kampuni kama hii katika wilaya yetu ya Tarime imeweza kujikita katika hali ya uzalishaji kwa uhuru, kwa amani, na imefungua milango ya ajira kwa watu mbalimbali, wanawake kwa wanaume, vijana pia. Rai yangu kwa Watanzania wengine kutoka viunga mbalimbali vya mkoa na nchi kwa ujumla, ni wakaribisheni Tarime. Zipo fursa, ipo milango ya uwekezaji, nje muwekeze ili angalau wazawa wa Tanzania wakapate kuweza kupata ajira kwa ajili ya kukimu maisha yao, wakaweze kusomesha watoto pia. Sisi tunachojivunia kikubwa ni pale tunapokuwa tunaweza kukidhi mahitaji ambayo yanatokana na zile shughuli za uchimbaji maeneo yale, tunapokuwa tunapata zile riziki ambazo zinaweza kutuendesha maisha. Tunaendesha maisha kutokana na riziki zinazotokana na kampuni. Ndicho kitu kikubwa tunachojivunia. Si Amos tu anayenufaika na kampuni hiyo, bali ni jamii kwa ujumla, wakiwemo vijana, wanawake na makundi maalum, na hapa wanaeleza jinsi wanavyonufaika. Haya, kwa majina naitwa Maria Joseph. Angia mimi nije hapa. Yaani kipindi cha awali nilikuwa siwezi hata kusomesha watoto, lakini sasa hivi nasomesha watoto wangu shule nzuri. Naitwa Jafet Msa, msimamizi wa Soya One. Tunachonufaika na upande wa Soya One, anatusaidia kupitia familia,